kutimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani.
Somo la kitabu cha nabii Isaya. Isaya sura ya 9 aya ya 5 hadi ya 6. Bwana akaniambia, wewe u mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimlete Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa ndugu zangu. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwaeleza watu wa Israeli waliohifadhiwa zaidi ya hayo, kutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Neno la Bwana.
yetu kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa nawe watakatifu, pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Bwana wao na wetu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Bwana. Siku ya pili, Yohane Mbatizaji amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohane akashuhudia akisema, nilimwona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye
katika kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akushuka na kukaa juu yake, huyo ndiye huyo atabatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyo ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Leo ni siku ya 18 katika mwaka mpya 2026, na wanaobahatika katika mwaka huu kufikia tarehe hii, tarehe 18, siku ya 18 katika mwaka, ni mimi na wewe au sisi. Tuangalie jinsi Mungu anatupenda, anakutupenda, anakujali, anakuthamini. Kwa nini ametuwezesha kumaliza mwaka salama na bado ameendelea na sisi mpaka tarehe 18. Tunaposema hivi, ndugu zangu, sio wote waliobahatika kufikia siku hii, sio wote waliobahatika kuiona siku hii, tarehe hii. Wengine waliokuwa mbele za haki, wengine jana tu, wengine juzi tu, wengine tarehe 1 mwaka uliopita wamechukulia mwaka, wameondoka. Wengine wanataka kuona mwaka tu wakaondoka. Angalia jinsi Mungu alivyokuwa mwema kwako na kwako. Kati ya wenye bahati ni mimi na wewe kuiona siku. Wengi walitamani waone siku, wengi walitamani sana waone siku, lakini haikuwa hivyo. Lakini wengine leo wameamka wagonjwa kweli, wanaomba kweli, na sisi tunapoelekea kanisani kwenye ibada, wenzetu wanaelekea hospitalini kwenye vituo vya tiba. Wengine wamelazwa hospitalini, wengine majumbani, wengine hawaongei hata kuongea, wengine wasubiria tu. Angalia Mungu alivyokuwa mwema kwako na kwako. Inawezekana usigundue kama mazoea, kama kawaida, lakini sio kawaida, nasema mazoea. Kwa ni upendo wa Mungu kwetu, huo ni upendo wa Mungu kwako, na kwamba Mungu analengo na wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio kwa pamoja juma hili na Alhamisi ya Maombi Takatifu tunaomba mpaka leo hii kwa Alhamisi tunaibada saa 1. Kuna Wakristo, kuna waumini wa kanisa hili walimi mpaka leo hii kama kwanza asubuhi kuna misa hadi nimedirisha ile jana moja bila fadha iko kuna misa asubuhi. Kristo muumini Katoliki wa hapa anajumia anauliza je, kuna misa asubuhi? Mimi kama jibu wangu nimemwambia ndio, saa 1:30 kila siku. Alikuwa elewe kama kuna misa ni Kristo aliyebatizwa alipata kanisa. Hakujua na ndio stori moja tu, na pia kuna wengine aje kama kanisa. Alhamisi kuna ibada ya benediction na laika, ibada ya kumwabudu Yesu, ibada ya kukaa ana kwa ana karibu na Yesu, kuongea naye, kumshiriki
yako, changamoto zako, matatizo yako, hata asante zako, shukrani zako mbele ya Yesu. Yesu aingie. Kuna umri pale mahali hajika kuna ibada hiyo, hajika kuna ibada hiyo miaka yote wala kusikia. Ndio maana Alhamisi amekuja muumini ofisini saa 11:30 kama mtu kanisani, anauliza kuna ibada gani? Watu kutoka kanisani anasubiri mimi, anauliza kuna ibada gani? Lakini sikema sio huyu tu aliuliza kuna ibada gani. Kuna wengine wengi hajika kuna ibada sana. Kila Alhamisi saa 11 ibada ya kuamuru hawajui na hawajui hata siku moja. Kinachoshangaza na kuumiza, hata viongozi ambao wamepewa jukumu watumie ibada hii, hata wale hawafiki. Sasa sio swali gani sasa? Kama waumini hawajui na wasali na viongozi wale wasali, sasa swali gani? Kanisa la nani? Wazee waoni, vijana waoni. Inauma, inasikitisha kwamba kuna sehemu nyingine wanaelewa, wanafahamu, wanajua, wanajua. Ili kwetu sisi kwa leo bado tunajua nini. Hakuna mtu ambaye kuna wengine tayari baada ya Alhamisi ya mambo hata siku moja hawajafika siku na wanafahamu na hawajali. Sasa ibada hizi ziwekwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Kila Alhamisi imekuwa mbaya kweli. Hata wale ambao tunategemea kweli sasa hivi kama waliza imani kwa Kristo kwa makosa. Hao ndio walimu za imani kweli. Kabla ya Alhamisi hata wao imekuwaje siku? Kama ndio kwa watu watatu. Wengine wote wanawasifiki, lakini huwezi kuwakosa. Lazima waumani wa kweli. Na ndio maana Alhamisi nikaambia hivi, mwezi Januari, mwezi Februari ni mwezi wa kupanda mbegu. Mwanzo wa mwaka ni mwezi wa kupanda mbegu. Kama kategemea kuvuna kiroho, lazima tupande mbegu. Kwa miezi ni miezi ya kupanda mbegu, ni mwezi ya kuandaa shamba, kupanda mbegu, kusea mbegu, tutazamia sasa kuvuna. Inatokea tu ghafla, unaomba tu fulani. Anza kuwekeza kuanzia sasa maombi yako. Mwaka huu unataka uwe mwaka gani? Huu mwaka unakuwa mwaka gani? Na mwaka huu unataka Mungu akutendee nini? Na unataka Mungu anataka kutende nini wewe? Utendee nini Mungu? Lakini utende nini wewe? Ili maombi yako, sala zako, mipango yako ipate kibali mbele. Hata serikali na serikali zote unaanza mwaka, unaona wanaweka program mbalimbali, project mbalimbali, sera mbalimbali zinaandaliwa, na baada hapo wanatekeleza, wanafuata kutekeleza. Serikali zote zinafanya hivi. Mwanzo wa mwaka, bajeti na kila kitu. Na baada ya bajeti, program hizo wanafuatilia katika utekelezaji wake. Sasa wewe mwana kanisa, wewe wa Kristo, kiroho, umeweka program zipi katika
Kwa miezi ni miezi ya kukaa na Mungu, kuongea na Mungu, ni mwezi wa kupanga maendeleo ya kiroho na ya kimwili na ya maisha. Kwa njia hii, kwa njia ya kusali tukuwekeza uwezo kumwagia mambo ya Mungu tumbani na utekele kujikomba baraka Mungu. Ni mwezi wa kukaa vizuri hali yangu kiroho, kiimani, kiutume. Nataka mwaka huu nitumikie Mungu kwa njia hii. Nataka mwaka huu nitumikie Mungu kwa njia hii. Nataka familia yangu iwe hivi. Katika Mungu wa kiroho nisije nifanyeje? Unakuwa mipango madhubuti ya roho yako kwa maadamu mwili na roho. Unapofikiria kuwapeleka mtoto shule, unapofikiria kuanzisha kujenga nyumba, unapofikiria kuongeza biashara, vile vile ndio kiroho. Unatakaje katika mwaka huu? Hiyo ndio jambo kubwa na la pekee katika ulimwengu wa kiroho na roho. Na kwa jinsi gani unatimiza mapenzi ya Bwana? Kwa namna gani? Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki inasema kwa nini tuko duniani? Kwa nini tuko duniani? Tuko duniani kwa lengo la kumjua Mungu, kumtumikia Mungu, kumpenda Mungu na baadaye huduma katika hali njema, katika hali ya dini. Ndio kwa kumjua Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu. Na leo tunaambiwa tazama Baba, nimekuja kutimiza mapenzi yangu. Unaweza kujua wewe uliyeumba Mungu alikuwa sana. Mungu ni mkubwa sana, usiweza kufikiria wewe. Mungu ni mtukufu, Mungu ni mwema. Akaumba ulimwengu, akaumba dunia, akaumba na sisi, akaumba na wewe. Shukrani yako kwa Mungu lipi? Asante yako lipi kwa Mungu kuumba? Tena amekuumba katika neema hii. Hali njema kabisa, hali nzuri kabisa. Ala kufurahia dunia, ulimwengu huu, aliyefanya kazi ni Mungu. Leo kama nzuri kumeomba kwa dosari yoyote wewe. Ni Mungu ale. Ni Mungu aliyetengeneza yote ili wewe. Aliyetengeneza yote hewa, maji, kila kitu ni Mungu. Labda uko ni Mungu aliyetufikiria, aliyefikiria wanadamu yaliyo na mimi na sisi wote. Akatokea mahitaji mbalimbali. Na pia ametuumba sisi kwa namna ya ajabu. Tumeomba kwa namna ya ajabu, jinsi ya ajabu kuliko sisi. Labda tukimta na muda afikiria hisi mkono wetu. Lakini hakika utaambia Mungu ametuumba sisi kwa namna ya ajabu sana. Nilikuwa mwangalia kujuzi, nikakaa pale kwa mwanadamu mwangalia kwa kutembea. Huko ndugu leo. Anatembea bila kuanguka. Baada ya kukaa karibu na mwende pale. Nikamwona anaruka mpaka tawi la tatu la mkuu. Mungu ajabu sana. Unamwona mwanadamu anatembea miguu bila kuanguka. Anakimbia. Mwanadamu ameomba katika hali ya ajabu ya kushangaza sana. Kwa sababu tu atapata muda wa kutafakari suluhu na Mungu. Ungekaamua hakika ungebadilika tu. Ungebadilika, usikuwa mbishi, ungekuwa mnyenyekevu, ungekuwa mtulivu, jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu na alivyoumba wewe. Wala usikie mbishi. Isitoshe unaishi. Akaamua kupiga filimbi tu ondoke. Akipiga filimbi tu, sio kwanza kukimbia
Ukata mzima wa kwanza akipiga filimbi wewe na wewe. Na angalia akipiga filimbi sio masuala ya kukimbia au ya kwanza mpira. Akipiga filimbi unaona. Yote au wewe wasio Bwana naona wasema katika wanapokufa wengine ndugu zetu wengine kutoka kusini wengine wiko kutoka kusini mambo ya zamani sana yote hususi mnaona mbona mkafa hapo stamuli kutumikia Mungu ukataka kutimiza mapenzi ya Mungu. Sasa kama mtumizi Mungu unamtumizia nani? Kama unakataa kumtumikia Mungu unamtumikia nani? Mara Mungu ametoa upendo wake wote kwa mwanadamu kwako wewe. Wewe kwa nini usirudishie upendo na wewe? Anaomba utambue upendo wake. Tambua tu upendo wake. Tambua upendo wake. Afu nampe sifa ya Mungu. Afu namtumikie. Mpaka leo nikamaliza shule.
Baba Mwenyezi. Amina. Bwana, tunaomba utujalie tushiriki kwa heshima mafungo haya, kwani kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inatendeka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeah.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama wewe dhambi za ulimwengu. Heri walipo kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu zipate uzima kwa milele. Amina.
atufanye kuwa moyo mmoja katika upendo mmoja kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sala ya Jubilei. Imani iliyojalia wanao
Thank you.